Karibu sana. Hali vipi? Salama kabisa. Tukagusa kidogo tukae. Kundani hiyo tu. Karibuni sana bwana. Haya bwana. Vipi salama bwana? Salama, karibuni. Haya, asante. Karibuni bwana. Karibuni. Karibu sana. Sasa bwana Abdalla, sisi tumekuja. Kwanza vipi hali ya kijana wetu? Hali ya kijana imezidi kuwa mbaya. Kula kukicha kijana wangu hali inakuwa mbaya. Hali imekuwa mbaya zaidi. Sasa katika kupita kwetu huku tumekutana na shemeji. Na hali tulomuona tumemwona fulani. Tukaona sisi tusimame. Tukasimama, tukamuuliza anasema umemfukuza. Sasa kwa nini umemfukuza shemeji? Nimemfukuza kwa yale ya matatizo haya. Bwana Abdalla, katika kipindi kama hichi upaswi kuwa na jazba namna hiyo. Unatakiwa utumie hekima na busara. Sasa utamfukuza mkeo wakati huku kuna tatizo na mtoto anaumwa? Inakuwaje sasa? Kitendo cha kumfukuza shemeji ni kujiongezea matatizo. Kwa sababu kwanza mna mgonjwa. La pili unamuondosha shemeji ndani ya nyumba. Unafikiri mtamtibu vipi mtoto kama shemeji hakuweko hapa pamoja mkashirikiana? Na sisi wenzio tukapata nguvu kuja kukusaidia wewe. Kwa hivyo turujia hapa mzee Abdalla. Shemeji umrejeshe nyumbani. Ili sisi mimi na huyu mzee Machugwa tupate wewe kukusaidia. Vinginevyo sasa tutashindwa. Sawa. Sasa hapa unanikumbusha ile hadithi ya babu yangu marehemu babu. Waliniambia bakora moja inakatika, lakini bakora nyingi hazikatiki. Tena unakisema tausia. Ndio maana ile siku ya mwanzo yule mtoto tulipomwona na matatizo yake tulikwambia, nenda mbio ukishindwa tujie sisi watu wazima sio tukusaidie. Unajua matatizo yale yako mengi sana. Na wengine wanafanikiwa kwa njia hii na nyingine njia hii. Tekana leo au sasa hivi umrejeshe nyumbani. Ili sisi wenzio tupate kukusaidia jinsi ya yule mtoto. Hamna shaka. Kwa maana hiyo kitunze kidumu. Ukikitupa unakizulumu. Sasa nitakwenda hamna wasiwasi. Sasa bwana Abdalla, sikiliza. Ukishamchukua shemeji akisharudi hapa nyumbani. Mchukueni mtoto mlete nyumbani kwangu. Tutashirikiana sisi sote kwa pamoja, wenye mzee wa busara, mzee Kibengula na wengineo, tutakutanika pamoja, tutamsomea yule mtoto. Na mzee na mzee Msumari ameshaslimu. Ana elimu kama kitu gani? Na yeye kwenye kisomo tutamuita aje hapa. Kama kisomo nimo kwa sababu nataka tusome Qur'an. Sio mganga nani. Tutamwambia dua mtoto bwana. Hapa sasa nasema kweli nilikuwa nimepotea. Kwa maana hiyo umeshakubali jambo tulojia. Hapa wakati tumekuja mzee wa busara. Mzee Machugwa yupo. Najua hajaharibika kitu. Kwa hiyo nitamleta tena, nitakwenda kumleta tena nikamchukue kama ile siku ya mwanzo tuenda kumuoa ile. Haya. Sasa wewe ndio kamchukue shemeji. Nakwenda kumleta. Kisha kuja naye mtoto tupe habari, kumlete kwa mzee Machugwa tumpe kisomo. Hamna shaka. Wangu vipi? Salama tu. Naona leo umechelewa kupika. Kwanza mimi nina njaa sana leo. Sasa hivi utaiba na kuharakishia wewe tu home. Kwa hiyo mke wangu ndio hivyo bwana. Sikiliza, tuondoshe tofauti zetu. Tupendane, yalopita tuyache. Tupendane, tusaidiane, tushirikiane. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kaimiza sana subira. Subira huvuta heri. Haraka unavuna mashaka. Mke wangu. Sawa mume wangu. Mimi nimefanya vile mume wangu kwa uchungu wa mtoto mume wangu. Na wala sitorejea tena mimi maswala yale. Uchungu mume wangu wa mwana ndio maana nikafanya vile. Sawa. Lakini tujitahidi tushirikiane. Mwenyezi Mungu kaimiza sana hii kitu subira huvuta heri. Haraka inavuna mashaka kama haya. Tupendane, tusaidiane, tushirikiane, tujitahidi kila mbinu ili mtoto wetu apoe. Kwa hilo mke wangu usiwe na hofu. Na mimi nashukuru sana kunipokea mume wangu. Kwa vile nakupenda siwezi kukuacha mke wangu. Kufanya kosa ni kosa, lakini kurudia makosa umeongeza makosa. Sawa mume wangu. Hata na mama yake mdogo amesema atakuja na dawa za kisuna. Inshallah. Mungu atajalia. Alafu na kina mzee Msumari watakuja, wamesema tutakuja kutasoma dua. Tutamwombea dua inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Atamjalia mwenetu atapoa mke wangu. Amin. Na